Leo nimetamani tuweze kuangalia somo muhimu sana ambalo linaonyesha mbinu kuu za shetani, ili tuanze kumgundua anafanyaje. Maana kanisa linaanza sasa. Kanisa ni sehemu ambapo tunatarajia watu wa Mungu waweze kufika, waweze kulishwa, waweze kufundishwa namna ya kupambana. Kanisa ni karakana. Nimesemaje? Kwenye karakana kuna nini? Mbao, nini? Nyundo, randa, misumari. Kule utakuta pia vipande vya stool. Tuko sawa sawa Utakuta vipande vya meza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo vitu vinaundwa. Kanisa ni sehemu ambapo vitu vinaundwa. Yaani wewe unatengenezwa kuwa raia bora wa ufalme wa Mungu. Haleluya. Lakini pia ndani ya kanisa tunajifunza vitu vingi sana. Moja wapo ya mbinu ni kwamba tunafundishwa namna ya kuepuka matatizo. Unasema mchungaji, hapo unamaanisha nini? Fundi mzuri wa gari ni yule ambaye anamtengenezea mtu gari, alafu anakuja kumwambia usifanye ABCD ili gari yako ikae. Habari ya mchana. Kwa kuna vitu ndani ya kanisa unafundishwa, unaambia baada ya kumpokea Yesu Kristo, ukitoka nje kule, kuna vitu epuka ili tairi lako la kiroho lisipasuke. Kuna maeneo usije ukakanyaga. Kuna mafuta usije ukaweka. I say, unaweza kuwa na gari zuri sana lakini ukawa unaweka mafuta ya vidumu. Tunaelewana Yaani hata kama umenunua milioni ngapi lakini mafuta ya vidumu yataua injini. Kuna vitu kama Wakristo hatutakiwi kuviendekeza, kwa sababu hivyo vitu vinaathiri Ukristo wetu. Yaani wewe ni Mkristo kabisa, ni kweli una pikipiki yako nzuri kabisa, boxer, lakini mafuta haya ambayo unaweka ya kienyeji yanaua boxer yako. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa. Halo. Au kuna boxer pikipiki moja imekufa huko kwa sababu ya mafuta ya barabarani. Sasa sikiliza. Wakati fulani Rais Museveni wakati fulani alipata shutuma za baadhi ya makomando wake ambao walifanya mambo fulani ambayo sio sawa sawa katika maeneo fulani huko ambayo nahifadhi majina. Sasa baadhi ya watu walikuwa wanapiga kelele sana wakimwambia mzee Museveni wafute kazi. Waliongea mengi, walikamatwa wakashughulikiwa. Unajua jeshi ni kama kanchi kanakojitegemea. Sio kama mnaelewa hii au hatuelewi hii. Yaani jeshi wana kila kitu cha kwao. Wana hospitali za kwao. Kweli si kweli? Wana shule. Yaani wale mkawacha waendesha, wanaweza kuendesha kila kitu. Wana mahakama za kwao. Akikosea haji uraiani. Sasa moja wapo ya vitu mzee alivisema Museveni ambao nilivipenda sana, ndo nanukuu leo. Akasema hivi: ni gharama kubwa kumfundisha komando mmoja. Kwa hiyo inanigharimu sana kufikiria kumfukuza kienyeji. Ngoja washughulikiwe kwenye mahakama za kijeshi. Hiyo lugha unaelewa vizuri Yaani kana kwamba anakuambia nikimpeleka uraiani kwanza ni hatari kuliko. Kwa bora angalau wanajua wenyewe wanajeshi watakapofanya huko, wanaelewa wenyewe watakapofanya wenyewe huko. Sasa sikiliza. Kumpata Mkristo mmoja na kumuingiza katika ufalme wa Mungu ni gharama kubwa, kiasi kwamba ni maumivu makubwa kumpoteza mmoja. Bora tupambane kwa gharama yoyote tusimpoteze hata mmoja. Maana ni gharama kubwa kumtengeneza Mkristo huyu. Ana thamani kubwa mbele za Mungu aliye hai. Ndio sababu wakati mwingine nasema Wakristo, usifurahie anguko la mwenzako. Gharama yake ni kubwa. Amenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Usishangilie anapoanguka. Pambana tuokoe kuliko kupoteza. Ndio maana humu ndani tunapeana mbinu, tunaambizana ukitoka kule nje kuna mbinu ABCD tumia. Huyu adui yetu, huyu ufalme wa Mungu, kuna mbinu anazitumia ili
kukamata wewe, hizi mbinu zijue ili umkwepe. Haleluya. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10, Yohana sura ya 10, tutaenda mafungu kadhaa hivi, lakini mwisho nitahitimisha katika lile fungu la 10. Tutasoma mafungu kadhaa. Hebu niruhusu kidogo nyinyi ambao mlioko hapa na wengine ambao wanatufuatilia mitandaoni kule, wao watafuata mtindo wa kwetu. Lakini nyinyi wa hapa mtaniruhusu nitumie Kiswahili cha kisasa. Tumekubaliana? Nyinyi mna Kiswahili gani? Cha zamani. Hakuna mwenye cha kisasa hata mmoja. Yupo? Hamna. Ai. Kikwa? Sasa hebu njoo ukae hapa hivi. Alafu na uzuri umevaa nguo nyeupe kama malaika. Kaa hapa ili ndugu yangu huyo anayechukua aoneone kidogo kile ambacho tunakisoma hapa, alafu yeye unafungua tu hapo sura ya 10, yeye anajua atakavyochukua, yeye mwenyewe atawafuatisha wale wako. Wewe kazi yako ni kufungua tu. Yeye anajua atakachokifanya. Na nasoma kuanzia fungu la kwanza. Sasa nyinyi mlioko hapa, sikilizeni utamu wa hii lugha sasa. Lazima tuanze kumjua mchungaji wetu ambaye ni Yesu Kristo, ndipo tujue mbinu za adui yetu kwanza. Tuko sawa sawa? Sikiliza maneno haya. Kweli nawaambieni, yeyote yule asiyeingia katika zizi la kondoo kwa kupitia mlangoni, bali hupenya na kuingia kwa njia nyingine, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Nyesi ni wafugaji hapa. Si kuna mazizi? Kwa Kigogo tunahitaji mazizi. Mabululu. Sasa twende vizuri sasa. Umetengeneza bululu lako hapa. Silikuwa moja ni bululu. Yakiwa mengi mabululu. Umelitengeneza vizuri kabisa hapo. Umeweka mlango. Si kuna mlango wa kuingilia pale, ambao tunaujua kabisa huu ndio mlango wa kuingilia. Ghafla wakati umelala ndani, ukaona kuna mtu mwingine hajui mlango ulipo. Kwa hiyo anaruka, anaingia kwenye bululu mle ndani. Huyo mtu tunamhisi kwamba ni nani huyo? Ni mwizi. Kwa sababu kama angekuwa ni mtu mzuri, kuna utaratibu wa kupita. Sijajua mbuzi na kondoo wa Kigogo wanakuwa kwaje. Kwa hiyo mtanieleza hapa tuelewane vizuri. Maana hata mimi nina mbuzi mmoja ambaye anaitwa Gogo White kama sijakosea. Walichukua mbuzi wa Kigogo wakachanganya na wa kisasa, wakatoa aina moja ya mbuzi. Na mimi namiliki mmoja. Wana nyama lakini pia wanastahimili magonjwa. Sasa niwaulizeni kwa Kigogo, kwa wafugaji wa Kigogo, mniambie hili. Mbuzi wa kwenu au ng'ombe wa kwenu wana tabia ya kumjua yule ambaye anawachunga sana? Wanajua Na akiingia mgeni mle ndani, wanapiga kelele. Mgeni mle ndani kwenye zizi. Wanahamaki. Kwa hiyo kuna style uliyeko ndani, utajua kwamba hapo kwenye zizi kilichoko sio kitu cha kawaida. Tuko sawa sawa Ni rahisi mtu kuiba ng'ombe wa Kigogo, yani mtu ambaye amekuja tu pale akamchukua yule ng'ombe akaenda kwa haraka bila kupambana na ng'ombe kidogo au ng'ombe kumkata kidogo. Hivi ni rahisi? Sio rahisi Watalubana kidogo mpaka amzidi mahesabu huyu ng'ombe. Sasa sikia maneno ya Yesu anasema, kweli nawaambieni, yeyote yule asiyeingia katika zizi la kondoo kwa kupitia mlangoni, bali hupenya na kuingia kwa njia nyingine, huyo ni mwizi na nani? Na mnyang'anyi. Anasema lakini anayeingia kwa kupitia mlangoni, huyo ndiye mchungaji wa kondoo. Sasa watu wengi sana, hata mimi mwanzo niliposema hapa niligafulika katika lugha. Nisikilize kidogo hii ghafla ambayo tunaipata. Watu wengi sana wanaposoma hili fungu wanadhani tunaongelea mchungaji wa kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Lakini kwa mujibu wa hili fungu, Yesu hapa haongei kama mchungaji. Habari ya mchana. Utaipata vizuri huko mbele. Anaongea kama nani? Sikiliza. Anasema, naenda fungu lile la 7. Kwa nini tusiangalie fungu la 6? Story iko ndefu kidogo hapa, anaelezea kondoo wanaisikia sauti na vitu kama hivi. Fungu la 6 anasema, Yesu aliwaambia mfano huo, lakini wao hawakuelewa alichotaka kuwaambia.
Kumbe kuna saa Yesu anaweza akaongea lakini usimuelewe analenga kitu gani. Asa tumuulize Yesu, hivi huu mfano ulikuwa unamaanisha wewe ndiye mchungaji mzuri, kondoo ni sisi, au ulikuwa unamaanisha nini? Fungu la 7. Basi akasema, kweli nawaambieni, mimi ni mlango wa kondoo. Kumbe hapa Yesu hamaanishi kwamba yeye ndiye nani? Kwa hiyo usije ukakariri mifano ya Biblia ukasema kila ukiona mchungaji mwema, ukiona mchungaji mara unasema itakuwa ni Yesu. Anasema kwa uambi, kwa mfano huu mimi ndiye kitu gani? Mlango. Wale wengine wote waliokuja kabla yangu ni wezi na wanyang'anyi, nao kondoo hawakuwasikiliza. Sasa nitazame vizuri machoni. Kabla ya Yesu kuja kama si palitokea kina Yesu feki kabla. Sasa hivi tunaongelea habari ya manabii wa uongo sasa hivi hapa kabla ya ujio wa nani? Wa Yesu. Lakini kabla hajazaliwa kuna Yesu feki vilizaliwa vipi? Watu wanakuja wanajiita Yesu, wanakuja wanajiita Yesu, lakini baadaye wanakwisha. Hata Baraba yule ambaye amefunguliwa yule ni kati ya masihi ambao walikuwa wanaaminiwa, wakapotea. Ndio maana hata Yesu alipokuja halisi, unasikia katika mazungumzo ya viongozi wa dini wakati wale wakisema msihangaike, maana walishatokea wengi wakapotea, hata huyu naye atapotea. Nilikuwa naangalia hapa katika kitu wanakiita Wikipedia, wanataja masihi wengi waliotokea wakati wanapomuelezea Yesu, mpaka nilicheka. Wanasema masihi aliyetokea ambaye alikuwa na nguvu sana, anasema alikuwa ni Yesu Kristo wa Nazareti ambaye inaaminika alifufuka. Unasikia sentensi yaani kwamba Wakristo wanadai Yesu wao alifufuka. Hebu nisikilize kidogo. Siku zote kabla ya halisi kuja inatangulia feki kwanza. Hata hapa sasa hivi tunavyoongea. Unajua katika kitu kigumu, msichukulie kwamba ni kirahisi sana. Katika vitu vigumu sasa hivi ni kumjua nabii wa uongo. Huwa nikisema hivyo Wakristo wanasema hapana, ni rahisi sana. Nisikilize. Nafuu nabii wa uongo anayekuja kama mganga wa kienyeji, huyo ni nafuu. Umenielewa Yaani tunajua kabisa huyo ni mganga wa kienyeji anapiga ramli, nafuu. Kuliko anayekuja amevaa vazi la nini? La kondoo. Kumbe ndani ni nini? Nabii wa uongo wakati huu wanatumia Biblia kama wengine wote. Na yeye anakuambia anamwamini Mungu wa wapi? Mungu kama wewe. Kwa hiyo ni ngumu mpaka uwe na macho ya rohoni, Mungu akusaidie ndipo unaweza kushtuka kwamba lakini hii style sio yenyewe. Nakupa mfano rahisi sana. Mfano rahisi sana. Mara nyingi sana watu wananipigia simu, mchungaji nimeenda kuombewa sehemu fulani, wameniambia hivi na hivi, na simu ile alipoambiwa, na unakuta vitu alivyokuambia ni vya ukweli kabisa, vipo kwenye familia yenu, na wewe mtu anatumia Biblia, na wewe mtu ni muombaji mzuri kabisa, unasema kweli huyu ni nabii wa nani? Mungu. Kabisa. Lakini wanawaambia sikiliza, kuna kamchezo kadogo umechezewa, huwezi kumshtukia. Kwa sababu shetani alivyo katika uongo wake, katika story anayokuambia, ataweka 99% ukweli, ataweka 1% uongo. Kwa hiyo ni ngumu kushtukia ile 1%. Nikuulize swali. Mimi si ni mchungaji wako hapo, unanisikiliza. Nikija nikwambia bwana wewe pale nyumbani kwenu, kwanza nakwambia umechimbiwa dawa pale nje unapotoka, kuna dawa imechimbiwa. Utaniambia pastor, hapana, siamini. Nakwambia sawa, wewe una ng'ombe 15 na mmoja ni mweusi, na ni kweli. Isitanielewa Alafu nikwambie nyumbani kwenu mko 7 ila wewe ni 3 na ni hivyo hivyo. Nikikwambia umechimbiwa kitu mlangoni utanibishia? Ninaongea na watu wana binadamu. Na waulizeni, nikikwambia umechimbiwa kitu mlangoni utakataa? Utakubali kwa sababu kwanza nimepatia habari ya ng'ombe wako. Nikapatia wewe ni mtoto wangapi nyumbani kwenu. Nimepatia vitu kadhaa. Kwa hiyo nikichomeka kimoja cha uongo, huwezi kunishtukia. Asa niangalia hapa. Unaweza ukasema pastor, sasa kama mtu ameniambia vitu karibia vyote vya ukweli nyumbani kwangu, na anatumia Biblia na anaomba, hajaniambia nipige ramli wala nini, ameniambia tupige magoti tuombe, nitajuaje kwamba nguvu inayomuongoza sio nguvu ya Mungu? Na hivi alivyo nitajuaje? Ngoja nikwambie tekniki moja tu haraka haraka, ambao ukiona hii utajua kwamba hapa nguvu inayomuongoza sio nyingine, sio ya Mungu, kuna kitu kingine ndani yake. Utamwelewaje? Sikiliza. Ukikuta mchungaji yeyote, nabii, mtume, tumeelewana amekusimulia vitu vyote hata kama ni vya ukweli, ila ukakuta katika story anayokuambia anakujaza vitisho, hiyo sio nguvu ya Mungu.
Unaanza kunielewa sasa eh? Au nikupe na mfano kabisa? Haya, mfano uko hivi. Wewe biashara yako walipanga wakumalize kabisa, na ilikuwa wakuue wewe, waamue na mama yako. Kuna mdogo wako walishamuua zamani. Sasa hivi unatakiwa uingie maombi ya kufunga ili wasije wakakuua na wewe. Maana hata hivyo ukoo wenu wote wameufunga kwenye mto. Unanisikia hiyo story eh? Hata wewe hapo ulipo walichukua kitovu chako wamekichimbia kwenye makaburi. Unasikia hiyo story eh? Sisi unaanza kuogopa sasa. Sasa yeye mchungaji nisaidie, anakuambia usiwe na wasiwasi. Nakupa mafuta kwanza. Nakupa na maji. Alafu anakuambia nenda na amani ya Bwana. Nikuulize mpaka hapo ulipo, umejengewa ujasiri au umejengewa uoga? Uoga tayari hapo. Kwa mwisho huyu mtu anakutawala. Tunaanza kuelewana sasa eh? Anakutawala akili yako, unakuwa muoga. Pakitokea kitu ni simu. Mtume, mchungaji, nabii, niambie hapa nifanyeje? Anakuambia walilenga kombora. Kuku amekufa wa kombora lililengwa kwa mtoto wako wa 3. Uenda wengine ni wahanga hapo, walishakumbana na haya mambo haya. Sasa mdogo mdogo unapoelekea sasa, hawaendi kukujengea ujasiri ya kwamba hata wewe ukimwamini Yesu inawezekana kuvunja nguvu za giza. Hawataki uamini hilo. Wanataka uamini kwamba nguvu za giza zinavunjwa kupitia wao. Mshike mkono jirani yako, mwambie unaanza kuelewa hapo kidogo. Tunaanza kuelewana eh? Yaani anataka ujenge hofu ili aanze kukutawala. Na nikwambie wanaenda mdogo mdogo. Baada ya hapo kinachofuata ni nini? Ataanza kudai sadaka. Panda mbegu, leta na hiki, leta na kile, na hiki kingine tena weka hapo. Kwa unajikuta unachokipata kinaishia kwa mchungaji, unachokipata kinaishia kwa nabii, unachokipata kinaishia kwa mtume. Unaanza kuingia kwenye madeni, wao wanaendelea kufaidika, wewe unaendelea kunyong'onyea, mambo yanaharibika kabisa. Kila siku jaribu kusogea na kutishana, kwambia leo, anakwambia nimeona kwenye maono. Leo. Wewe umeona nini? Nyoka. Alikuwa anaelekezwa kwako. Kanisa tumeitwa kuwaelekeza watu kwa nguvu ya Yesu Kristo. Tusimwogope adui hata kidogo. Haleluya. Na msione kama hivi ninavyoongea na wanafurahia. Yaani hata hili somo likiruka kuna ambao mioyo inauma, wanasema isiliondolewe mtandaoni. Lakini haliondoki mpaka watu wote waelewe. Ndio maana kampeni yangu kila wakati napofundisha kwenye YouTube, kwenye TV, wapi, nahitaji watu wajue ya kwamba wewe muumini ukimwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu ameweka ndani yako nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ukijua kuitumia hiyo vizuri, uko salama. Nguvu ya Mungu iko ndani yako, usiogope chochote kile. Sasa sikiliza sasa, tuone sasa hao wengine ambao hawapitii katika mlango. Tuko sawa sawa ambao mlango tumeona hapa ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiona mtu yeyote anakupeleka mbali na Yesu Kristo, ni mwizi. Nimesema ni nani huyo? Ukiona mhubiri yeyote badala ya kukuelekeza umwangalie Yesu, anakuelekeza umwangalie mhubiri, huyo ni mwizi. Sijui kama akili zinaanza kuipokea hii kidogo sasa Ukiona mtu badala ya kukwambia mtazame Yesu utashinda, hakuelekezi hapo, anakuelekeza vingine, anakutisha, anakuingiza kwenye hofu. Hata kama anajiita mchungaji, sio. Hata kama anajiita nabii, sio. Hata kama anajiita mtume, sio. Yesu ndiye kimbilio la watu wote. Sikilizeni ndugu zangu, hata mimi mchungaji wenu nayeongea na nyinyi hapa, mimi na nyinyi tunakutana sehemu hii kwa Yesu Kristo. Tukifika pale kwa Yesu, Yesu haniambii mchungaji Mbaga, ananiambia David Mbaga. Wewe unaniita mchungaji, yeye haniiti hilo, anaita kwa jina langu. Kwa hiyo na mimi naulizwa maswali yangu kama wewe.
Sikiliza hili fungu la 8. Wale wengine wote waliokuja kabla yangu ni wezi na wanyang'anyi, nao kondoo hawakuwasikiliza. Mimi ni mlango, anayeingia kupitia kwangu ataokolewa. Ataingia na kutoka na kupata malisho. Haleluya. Yaani ukiingia kwa Yesu Kristo utapata uponyaji wa magonjwa yako. Haleluya. Utafunguliwa, laana za kurithi na vifungo vyote vitafunguliwa kupitia kwa jina la nani? Sio kupitia mchungaji, kwa Yesu Kristo aliye mlango. Sasa sikiliza sasa. Fungu la 10. Hapa ndipo nitamalizia ili ujue ile mbinu ambayo adui anaitumia sana. Mwizi huja kwa shabaha ya kuiba. Napenda Kiswahili cha kisasa hapa. Mwizi huja kwa shabaha ya kufanya nini? Anasema kuua na kuharibu. Vitu vingapi? Vitu vingapi? Nataka tuviangalie sasa. Cha kwanza ni nini? Narudia tena. Mwizi huja kwa shabaha ya kuiba, kuua na kuharibu. Na mimi nataka watu waende vizuri. Shabaha ya kwanza ni nini? Shabaha ya pili ni nini? Shabaha ya tatu ni nini? Aha, tumeelewana sasa. Kwa hiyo mbinu anayoitumia shetani kwako kwa ya kwanza kabisa ni kukuiba. Ya kwanza kabisa, nimependa hiyo. Mtu ambaye anataka kuelewa sema tu nitarudia. Shabaha ya kwanza kabla hajafanya chochote anakuiba kwanza. Unasema ananiibaje? Si tumejifunza habari ya kondoo? Tumejifunza habari ya zizi. Huyu mwizi anapokuja kuingia mle ndani, anataka aibe mbolea. Shida yake ni kuiba nini? Kondoo. Na wewe ndiye kondoo. Kwa hiyo kabla shetani hajakuua anakuiba kwanza. Tunaanza kuelewana sasa? Nisikilizeni wa Kristo hii. Mchawi hakuwezi kama uko zizini. Amen. Haleluya. Na Tamara Mtakatifu akusaidie kuelewa hii vizuri. Shetani haui mpaka afanye nini? Akutoe nje ya nini? Ya zizi. Nisikilize. Kama uko ndani ya Yesu Kristo, kama uko ndani ya zizi halisi, hata kama adui amepenya na kuingia, hawezi kukuua. Ndio maana unakuta kwamba kuna baadhi ya Wakristo kwa sababu ya shida ndogo ndogo za maisha yao, mbalimbali za maisha yao, adui amepenya akawaletea magonjwa. Tuko sawa? Lakini hawezi kumuua. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia tena. Yaani sio ajabu ukiwa ndani ya kanisa ukajikuta kuna siku moja umepata magonjwa kwa sababu ya mashambulizi ya adui. Usishangae. Lakini kukuua hawezi. Kwa sababu hajakutoa nje ya zizi. Ndio maana tukifanya maombi unapona. Haleluya. Walimuona mtoto wako wakamwekea kitu kibaya, mtoto akaanza kuumwa, amepelekwa hospitali, amepimwa ugonjwa, hauonekani. Daktari anasema hakuna kitu, lakini mtoto anaumwa. Nisikilize, hawawezi kumuua mtoto wako, maana wamejaribu kuingia zizini kupitia mlango mwingine, na tumewaona. Na askari wa Yesu Kristo wanatumwa kumfukuza adui, na mtoto wako anapona. Haleluya. Sasa unasema mchungaji, nje ya zizi ni wapi? Nisikilize, adui anachokifanya anajitahidi akutoe nje ya nini? Ya zizi, ili akakuue huko. Ndio maana kuna washauri wanakuja na kushauri, twende tukafanye hivi na hivi ili mambo yawe sawa. Waambie sitoki zizini, nitabaki hapa hapa. Haleluya. Wanakuambia wewe utakwisha, angalia mumeo amechukuliwa, twende mahali. Waambie sikiliza, nikiwa ndani ya zizi, hata kama adui amepenya, hawezi kuniua. Nikitoka nje ya zizi ataniua. Tutapambana hapa hapa. Nitapiga kelele nikiwa ndani ya zizi ili mchungaji asikie, ili wa mlangoni asikie, ili aje amfukuze adui. Hapa sitoki. Mbinu nyingine ambayo naitumia kutoa nje ya zizi ni hii. Sisi wote tulioko hapa ndani, wote nimesema wangapi? Wote. Tukisema hatuna dhambi tumemfanya Mungu kuwa mwongo. Ila sisi wote humu ndani
tunasamehewa dhambi zetu kupitia damu ya Yesu Kristo. Asa adui anakutoaje nje? Ndugu zangu, tunaishi, tumeokolewa kwa neema, tunaishi kwa neema, tutaingia mbinguni kwa neema. Vitu vitatu umevisikia vizuri hivi. Dhambi zilizopita zimefutwa kwa nini? Kwa neema. Ushindi wa sasa nasimama kwa nini? Nitaingia mbinguni kwa nini? Kwa neema. Zote ni neema, ni upendeleo, sio ujanja wangu, ni nguvu ya Mungu alonipatia kwa kunipenda. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila anayemwamini asifanye nini? Bali awe na uzima. Sasa anachofanya adui ni hiki, anakutoa kwenye neema ili uanze kuamini unaokolewa kwa matendo yako mazuri. Kama umenielewa sema nimeelewa, kama hujaelewa sema sijaelewa, nirudie. Asante. Kama Mungu angewaingiza watu mbinguni kwa matendo yao mazuri, nani kati yetu anaenda? Hamna. Kumbe tunaingia mbinguni kwa nini? Kwa hiyo adui anachokifanya ni hiki. Natoa mfano. Kuna kitu chako unakiombea, au unaumwa, au una biashara, kuna jambo unaliombea, majibu yamechelewa. Unajua mbinu ya kutoa nje ya zizi ili akuue ni nini? Anakuambia Mungu hakujibu kwa sababu kuna dhambi hujatubia bado. Hapo umeweza kunielewa sasa Yaani kana kwamba wanaojibiwa maombi yao wao hawana nini? Kwa unaanza kujikagua, hivi nimekosea nini? Hivi nilifunga kweli vizuri? Hapana, wakati wa mfungo kuna mtu aliniudhi, sasa ndio maana majibu hayajatokea. Sasa shida iko wapi hapa? Unisema mchungaji, kwani hapo kuna shida gani? Siku ukijibiwa kama matokeo ya jitihada zako, utajisifia wewe na sio yeye. Unasikia mtu anasema msione hii gari hapa, nilienda mlimani kafunga siku 14. Hicho ni kiburi. Kweli si kweli? Unasema msione hivi, msione misigusu hapa na mambo mengine yote wachawa wanigusi hapa. Mimi kwangu ninakesha na kuomba kwanza, nipo nilale. Kwa hiyo kuna ulinzi mwingi. Kiburi tayari. Tunaanza kuelewana sasa Kakiburi hapo. Siku utakapotendewa miujiza na ukianza kujichunguza ukasema kama ni kuomba sikuomba vizuri, kama ni kufunga sikufunga vizuri, na mshangao huyu Mungu aliyenitendea, sifa na utukufu vinamrudia Mungu. Adui anahitaji ni nini? Akutoe katika neema uanze kujisifia nani? Wewe. Mimi natoa zaka. Tuko sawa sawa Mimi nafanya, yani kile kiburi cha mimi nafanya hivi, mimi nashika sabato, mimi nafanya, yani zote viburi vya namna hiyo vyote vinapoingia ndani yako, adui anakutoa nje ya zizi, anataka kuue. Bwana huwapinga wanaojikweza, bali huwainua wanaojidhili. Tunaanza kuelewana sasa vizuri hapo. Kiburi cha kiroho, kile kiburi cha kiroho hicho, mimi ni kutolewa nje ya zizi. Unasema mchungaji, sasa nifanyeje? Nisikilize. Unapoingia kufanya maombi yoyote, unapohitaji Bwana kutende chochote, usiende na kiburi cha matendo yako mazuri, maana huna zuri hata hili. Piga magoti kumwambia Yesu, naomba neema yako inifunike, naomba damu ya Yesu ndio inioshe, maana kwa mimi mwenyewe sina chochote ninachoweza kuleta kwako. Nitendee kwa kunihurumia, hata vikitendeka hutajiinua. Haleluya. Hii ngoja nirudie kidogo, naomba unitazame machoni pangu. Wachawi hawawezi kumuua mtu yeyote aliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haiwezekani. Unasema pastor, lakini mbona tunaambiwa siku kuna fulani ilikuwa? Acheni hizo story. Hizo ni story. Na siku hizi kuna watu wameibuka na kwambia ndugu yako yule hajafa. Wamemchukua. Mwambie tusiandikie mate. Kama umejua kwamba wamemchukua, yani umekuwa na uwezo wa kuona, mlete. Zaidi sana moja tufanye, toa sadaka hii ili tumlete. Toa sadaka. Sio ndio sadaka zinaanza sasa hapo Toa na hiki, toa. Mwisho kabisa hakuna chochote. Ndugu yangu leo hapa, Shetani anatumia mbinu ya kwanza, anakuiba na kutoa nje ya neema.
ya pili ndipo anataka kukuua, alafu anakuharibu. Ukiwa ndani ya zizi hawezi kukuua hata kama afanyeje. Haleluya, haleluya. Asa shida yetu iko hivi, ukimsikia shetani na nguruma unaanza kuogopa, unatetemeka. Kama uko ndani ya zizi usiogope, acha ngurume. Lakini sema mchungaji, kuna sana naogopa kabisa kwamba Mungu mbona kama ananiachia nisikilize waliweka hapa. Mungu akiamua kuachilia majaribu ya kupate, anajua namna ya kukutoa. Nenda kamuulize Danieli. Haleluya. Si aliingiza kwenye tundu la simba? Mungu hakuzuia jamaa wasimshtaki. Tuko sawa sawa Si alikuwa anaweza kuwazuia, akawaacha wakamshtaki. Mungu akaacha mpaka mfalme akakaa kikao, akapitisha kabisa kwamba Danieli aingie kwenye tundu la nini? La simba. Lakini kumbe Mungu aliandaa malaika atakayeshikilia midomo ya simba. Hata kama Mungu ameruhusu simba kusogelea, usiwe na pressure. Ulinzi uko wa Mungu wa mbinguni. Kuna wakati atazuia simba, ila kuna wakati ataachilia simba. Kuna wakati atazuia moto, lakini kuna wakati atatuachilia tuingie kwenye moto. Na hata kama tukiingia kwenye moto, kwa sababu tuko ndani ya zizi, hautatuunguza. Hata kama akiachia tuingie kwenye tundu la simba, kwa sababu tuko ndani ya zizi, atashika midomo ya simba. Haleluya. Kuna wakati atakuongoza njia ndefu, usimbishie. Kuna watu wabishi wanabishia mpaka Mungu. Wabishi. Mungu anakuambia twende hivi, unasema huko kuna miba. Anakuambia ni Mungu, nenda. Unajua kulikuwa kuna njia moja fupi sana kutoka Misri kwenda Kanaani. Ilikuwepo njia fupi sana ya siku 7. Lakini wakapitishwa njia ndefu. Alafu hii Mungu wa ajabu anakupitisha njia ya bahari, alafu hakupi boti. Haleluya. Ndiye aina ya Mungu tuliendea huyu. Sasa songa mbele sasa. Mungu, lakini kwa kuna bahari. Unaweza kumwambia Mungu, tuletee boti ya kutosha watu wote hawa. Kana baba anakuambia utapita, najua namna ya kupitisha. Ngoja nikwambie kabla sijafunga. Hata mimi naongea na wewe, usidhani ya kwamba nimejua kila kitu kuhusu Mungu. Najifunza kila kukicha. Kila siku ananishangaza. Nikwambie hata mimi kuna barabara ambazo amenipitisha, kuna ambazo ananipitisha, kuna ambazo alinipitisha. Ningeambiwa kupiga kura ningemwambia mbona hii ina miba, lakini namsikia anasema pita hapo hapo. Haleluya. Unasema mchungaji, sasa barabara ya miba ukipita haikuchomi? Kuna saa hiyo miba inavunjika. Umenielewa Na kuna saa inanichoma. Alafu kilichoma nikamwambia Mungu amenichoma, anasema kaa tulia, anatoa, ananiponya, naendelea na safari. Ndiye Mungu tuliye naye. Ukiwa zizini uko salama. Simama tuombe. Tunaomba na wenzetu wanaofuatilia kwa njia ya mtandao pia tutaomba kwa ajili yao. Walioko hapa tunaomba kwa ajili yenu pia. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, adui njia yake kubwa anahitaji atutoe nje ya zizi, na sisi tumesema hatutoki nje ya zizi. Tutakuwa ndani ya neema, tutakuwa ndani ya zizi lako, tutakuwa ndani ya kanisa lako palipo na usalama. Ninaomba kwa ajili ya mtoto wako mmoja ambaye yuko hapa, amejeruhiwa na adui, lakini ameamua hatoki nje ya zizi. Mpatie uponyaji. Haijalishi anapitia magumu kiasi gani, iwe ni majeraha ya maneno, iwe ni majeraha ya magonjwa, iwe ni majeraha ya uchumi, iwe ni majeraha katika ndoa, iwe ni majeraha ya masomo. Anajisikia kujeruhiwa mahala fulani, anajisikia kushindwa mahala fulani, na kuna staili ya adui anayotumia kumtoa nje ya zizi lako, lakini leo umemfundisha asitoke nje ya zizi. Naomba ukamshikilie. Kuna wengine mbele yao wanaona moto mkali. Maadamu wako na wewe, wafundishe wasiogope, maana wewe umetangulia katika moto.
Kuna wengine wanaona simba wakiwasubiria katika shimo. Wafundishe wasiogope, maana utashikilia midomo ya simba. Naomba ukawabariki na wale wanaofuatilia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya YouTube, popote walipo, neema yako ikawaguse. Waguse wasitoke nje ya zizi. Lakini huenda kuna mtu anasikiliza sasa hivi, baba, ametoka nje ya zizi, anajitambua ametoka nje ya zizi. Wewe ndio ulienda kumtafuta kondoo aliyepotea. Ulienda milimani ukamtafuta. Mtafute na mtoto wako, mrudishe zizini. Ninakutukuza kwa sababu walioko ndani unawalinda na walioko nje ya zizi unawatafuta. Tumpate wapi Mungu anayejali kiasi hiki? Tenda kwa utukufu wako. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki. Amen.